Ndugu zangu, kwanza kabisa mimi binafsi niseme ninawashukuru kwa kufika hapa. Lengo ni moja tu, tunakusudia kuwa na mashindano ya kimichezo yatakayohusisha jimbo letu zima, jimbo la Busokelo, ambayo hiyo mashindano hayo kwa leo tutaanza na mashindano ya mpira wa miguu kwa maana ya football, lakini tunakusudia mashindano yetu tutayatanua kwenda kwenye michezo mbalimbali ikiwepo netball, ikiwepo basketball, ikiwepo mashindano ya riadha, lakini tunasema kwamba kuanza ni hatua. Tumeona kwamba angalau tuanze wakati tunaendelea kujenga uzoefu na baadaye tutakwenda kwenye michezo yote hiyo niliyoitaja ikiwemo bao, drafti na mengineyo. Lengo ni kufanya kwamba sisi wana Busokelo wote tunakuwa kitu kimoja. Ni kuhakikisha kwamba sisi wote tunakaa pamoja bila kujali tofauti zetu za maeneo ya kata zetu, bila kujali tofauti zetu za kisiasa, za kidini. Sisi kama watoto wa pamoja wa mama Busokelo tunakaa pamoja kujadili mambo mbalimbali ya maendeleo. Lakini kitu gani kitasababisha mtu wa Kambasegera akaweza kufahamiana na mtu wa Mpombo au mtu wa Kisegese akaweza kufahamiana na mtu wa Isange? Hicho kinaweza kusababisha ni kitu kimoja tu, ni michezo itatuleta pamoja. Tukicheza tutaunda urafiki, na ndani ya michezo tunaamini kuna idea na chemchem za fikra zitaanzia hapo kuweza kuendelea kwenye maeneo mengine. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu. Ndio maana nikasema kwamba sasa leo tumekuja hapa tukae tuone namna gani tunaweza kuanzisha jukumu la kuanzisha mashindano yetu ambayo tumesema yatajulikana kwa jina la Mwaluiba Jimbo Cup. Na ndugu zangu, kwenye mashindano hayo nafikiri yapo mambo ya msingi ambayo mmeelekezana na mtaendelea kuelekezana. Lengo ni kutuleta pamoja. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni mashindano ambayo yatasababisha kukuza amani zaidi. Yatasababisha tukae tucheze kidugu. Upo upinzani wa asili wa kiwanjani, lakini hatutegemei uwe upinzani ambao utatusababisha tuwe maadui badala ya kuwa ndugu. Na mimi kwa kweli kama mmoja au muasisi wa michezo hii nitajisikia nimeleta kitu ambacho ni balaa na sio baraka kwenye jimbo letu. Tunategemea michezo hii ituunganishe zaidi badala ya kutugawanya. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme kwa nini tumeanzisha hizo kamati za mashindano. Mimi kama mbunge pamoja na ofisi ya mbunge tumekusudia kuwa na mashindano ambayo yako huru sana na wazi sana, ambayo hayataingiliwa na mtu yoyote yule, ikiwemo mimi mwenyewe. Tunataka mpira uchezwe. Watoto wa mjini wanasema boli ifanyeni, boli itembee. Mpira upigwe, bingwa wa haki apatikane, ili baadaye mwisho wa siku tuweze kuangalia, labda baadaye tutaanza kuwa na maono mengine ya kufikiri hata kwamba bingwa anayetoka kwenye mashindano haya ya Mwaluiba Jimbo Cup akatuwakilisha kwenye maeneo mengine ambayo tunaweza tukasema kwamba bingwa wetu huyu anaenda kutuwakilisha kwenye mashindano. Lakini kwa awali tu, kabla sijasema mambo mengine, tumeshakubaliana na mbunge wa Kyela. Amesema kwamba tukishapata bingwa wa hapo tutataka tupate tena mashindano mengine yatakayohusisha timu labda mbili kutoka Kyela na kutoka Busokelo, alafu tuanzishe Busokelo Kyela Super Cup, ambayo hiyo nayo pia itafanyika baada ya mashindano. Tunajua kwamba Kyela wameanza kwa hiyo na sisi tunaelekea huko. Ndugu zangu, sasa pamoja na maombi yale ambayo tutayasema, tumekusudia kwenye mashindano ya Busokelo Jimbo Cup kwa yale mambo ambayo tutawaambia mengine, lakini tumesema watu watajiunga kwa taratibu ambazo mtapewa na waendesha mashindano, watawaambia, lakini ziko zawadi ambazo tumesema zitatolewa kwenye ngazi ya kata na baadaye kadri mashindano yanavyoendelea kwa maana ya huko mbele tunakokwenda. Lakini kabla ya kusema kwenye ngazi ya kata, niseme tu kwa ujumla wake. Tunategemea kwamba kwa maana ya tunategemea tutoe zawadi za jumla za mashindano yetu za waka takriban kama milioni 6 ambazo zitakuwa zimekwenda kwa mabingwa, kwa washindi kwa kategori mbalimbali. Tunategemea bingwa wa mashindano ya Busokelo Jimbo Cup, mshindi wa kwanza atapata kombe la ubingwa, tutafuta kombe zuri lenye hadhi, lakini atapata shilingi milioni 3. Pamoja na milioni 3 atapata seti moja ya jezi, lakini pia atapata na mipira miwili. Huyu atakuwa ni bingwa. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 1,500,000, atapata jezi moja na mpira mmoja. Mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 1, na mshindi wa 4 atapata shilingi 500,000.
Kwa hiyo lakini pamoja na hivyo tumesema kwamba kutakuwa kuna kombe la bingwa, lakini mshindi wa kwanza na wa pili watakaocheza fainali watakuwa pia na medali za ubingwa ambazo zitakuwa branded mashindano kwa maana ya Mwaluiba Jimbo Cup. Lakini pamoja na hivyo tutakuwa na mchezaji bora atakayepata tuzo maalum ya mchezaji bora na shilingi 100,000. Lakini pia kutakuwa kuna mfungaji bora atakayepata tuzo maalum na shilingi 100,000. Lakini kutakuwa na golikipa bora atakayepata tuzo maalum na shilingi 100,000, na kutakuwa na kocha bora wa mashindano atakayepata tuzo maalum na shilingi 100,000, na kutakuwa na kikundi bora cha ushangiliaji kitapata shilingi 100,000. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kwenye mashindano haya pamoja na vitu vingine muhamasishe watu wenu kwa ajili ya ushangiliaji, sababu na wao pia watakuwa na mashindano yao na bingwa atapata kitu. Lakini niwaambie tu kwamba labda ambacho hata watu wa mashindano, kamati ya mashindano na wenzangu tunaoandaa sijawaambia, tunaendelea kuwakaribisha watu mbalimbali. Kwa hiyo upo uwezekano, niwahakikishie tu zawadi hizi haziwezi kupungua, lakini upo uwezekano wa kuongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kuongea na wadau wengine hizi kwamba mpaka sasa hivi hatujapata mdau mwingine ambaye ana support zaidi ya mbunge mwenyewe. Kwa hiyo tutakachofanya tukiongea na wadau wengine watakaopatikana, basi tunaweza tukaongeza zawadi, na hivi vingine vitakuwa communicated kwenye kamati ya mashindano pamoja na wahusika ambao wanaendelea. Ngao ya hisani, na ngao ya hisani itashirikisha timu 4. Timu 4 tulizozichagua kushirikisha, walizozipendekeza kwa sababu ya kuangalia ukanda wa mashindano hayo, wamependekeza kutakuwa na timu ya machachari kutoka Lupata, lakini kutakuwa na timu ya Kandete kutoka Mwakaleli, kutakuwa na timu ya Muungano kutoka Ruangwa, na kutakuwa na timu ya Ikamba Sports Academy kutoka Kambasegera. Kwa hiyo tunaamini kwamba wao watacheza mashindano ambayo yatakuwa ndio yanafungua, itakuwa ni ngao ya hisani. Kwenye mashindano yetu tunataka tuwe na ladha tofauti na ilivyozoeleka. Tunataka tuwaonyeshe kwamba wana michezo ni watu wa namna gani. Ni watu wenye umoja, lakini ni watu pia wanaojali shida za jamii na mambo mengine. Kwa hiyo kwenye ile ngao ya hisani bingwa wetu atapata shilingi 300,000 na mshindi wa pili atapata shilingi 200,000. Wale watakaocheza, na itakuwa ni mechi ngapi? 2 Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na hivyo tumekubaliana kwamba wale watakaoshiriki mashindano hayo watatuhamasisha au watatuongoza kwenda kushiriki shughuli za kijamii. Timu hizo pamoja na uongozi na akina zile kamati za mashindano watatuwakilisha kushiriki shughuli za maendeleo kwenye jamii. Ruangwa watatafuta activity ambayo watatuambia watakwenda kufanya kwenye jamii kwa maana ya timu ya Muungano na kamati ya mashindano. Lakini tuliwaambia wenzetu wa Lupata kwa maana machachari waende hospitali ya Itete, ambapo tumewambia pamoja na vitu vingine watakwenda kugawa magodoro 20 pale kwenda kuwakilisha, ili kwa maana kwamba tunataka tusupport kwamba ligi yetu inashirikiana na jamii, na sisi tunatamani kuona jamii ikiwa na afya bora. Lakini na wenzetu wa Ikamba ambapo ni academy pale watakwenda kule kwenye zahanati, nafikiri kituo cha afya watakwenda kutoa magodoro 10 Yes. Magodoro 10. Tutaangalia na vitu vingine ambavyo vitaendelea kutolewa, na watu wa Ruangwa tutashauriana nao, wataona hiyo zawadi wanatoa wapi. Sio lazima wakatoe shuleni, wanaweza tukaangalia shule zenye uhitaji, tukaona tunafanya kitu gani, lakini lengo ni kutoa hamasa kwa jamii kwamba mashindano yetu yapo na ni mashindano ambayo yanagusa jamii.